ambao wamejituma, wameweka maisha yao muhanga ili sisi wa Kenya tukaweze kuwa na uhuru ambao tuko nao. Mimi pamoja na wachache hapa tulikuwepo katika enzi ya chama kimoja cha Moi, President Moi akiwa rais wa hii nchi. Haikuwa rais. Hii mambo ambayo mnaona wa Kenya wanaongea kwa mitandao hii, wanaweza kufanya kitu chochote, wanaweza kukeuza mtu akawa kitu yoyote, wanaweza kufanya president wamweke kwa sanduku na bado wako tu. It could not have happened. Haingefanyika wakati wa Moi, wakati wa chama kimoja. Kwanza kufikiria tu ya kwamba president anaweza kufa ilikuwa ni makosa makubwa. Kwa Kiingereza inaitwa it was treasonable. Treason ni hukumu ya kifo. Kufikiria tu, si ati unafanya kitu, kufikiria ya kwamba rais wa Kenya anaweza kukufa. Na wakujue, siku hiyo ilikuwa inaitwa Special Branch National Intelligence Service ya saa hii. Walikuwa wanatembea wakitafutanga tu, wanaangalia huyu Bridgini kama anafikiria Moi anaweza kukufa, na wanakushika na unaenda ndani kwa kufikiria ya kwamba anaweza kufa. Lakini leo tunaona anawekwa kwa sanduku, kumaanisha hata amekufa tayari, sio kufikiria, ameuawa. Hiyo ni uhuru ambayo tuko nayo kwa sababu ya viongozi ambao walipigana wakaondoa kipengele katika katiba yetu inaitwa section 2A, ambayo ilikuwa inasema Kenya itakuwa tu ni chama kimoja. Ongezea volume kidogo. Ya kwamba Kenya itaongozwa na chama kimoja ambacho kinaitwa KANU. Hakukuwepo na chama kingine, ilikuwa ni chama kimoja wakati wa enzi ya Moi. Wale ambao walikuwa na mawazo tofauti ya kwamba wanaweza kuanzisha multi-party, vyama vingi, kuwe na uhuru wa kuongea, hawa watu waliteseka sana, na wengi wao wamekufa kwa sababu ya mateso walioyapitia wakiwa gerezani. Mmoja wao akiwa Matiba, hata kichwa ilienda mteja kwa sababu ya mateso ambayo alipitia. Alikuwa anachomwa na stima, unapelekwa mahali na hiyo nyumba inafunguliwa, inakuwa na stima kila mahali, na hiyo nyumba inaachiliwa, hiyo cell, maji inatokea kwa ukuta na inajaa, inafika hapa kwa shingo. Umesimama kwa maji, imefika kwa shingo. Sasa nikuulize, utakaa chini? Kuna nafasi ya kulala? Una nafasi ya kulala kama umesimama maji imefika hapa? Ukichoka na ufikirie ukae chini, utakaa? We mwenyewe utaamua. Ukitaka ukae, shauri yako. Ukae ndani ya maji ikufunike and you will not survive. Ukitaka kulala, hakuna vile utalala. Na hiyo maji tena baadaye inaachilia stima, inatembea ndani, miale ya stima tunga huku na huku na huku, na huko peke yako kwa sababu ya kusema ngwe. Na huyu mzee Raila Odinga alifungwa kwa miaka 9, akasahau nyumbani. Mama yake alikufa, hakuwahi enda matanga. Wakitaka aseme amekubaliana na serikali, lakini hakukubali. Alipigana hii katiba ambayo tuko nayo, yenye mnapepea nayo kwa mtandao. He was the champion. Hii devolution ambayo tuko nayo iko kwa katiba ambayo yeye alipigana kuleta.
Ndio unaona watu Kenya hii wanamtambua kila mahali. Kifo chake kimesisimua watu. Ukiangalia kwa runinga utajua kweli kabisa huyu mtu watu wanamjua. Na ndio sababu nilisema apewe heshima yake wakati anaenda kupumzika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya kufika mahali ambapo tupo hivi. Siku hiyo haungetoka kanisani hapa uanze kutembea barabarani watu wawili, alafu mnaongea hadi hii serikali. Mkiongea hivyo juu ya moyo, hamtafika nyumbani. Kulikuwa na share ideas everywhere. Wanasikiza tu watu wenye wanaongea, wana criticize mzee, wanawekwa ndani. Hiyo wakati mimi nilikuwepo, nikiona tu hivi nikiwa kijana mdogo. Hatukuwa tunaongea siasa vile ambavyo inaongelewa saa hizi. Lakini kwa sababu ya hawa wazee, mmoja wao akiwa huyu, walitupigania, walitoa maisha yao. Huyo mzee ukiona anafinya macho yake kila wakati namna hivi, ni kwa sababu ya kukaa kwa giza muda mrefu, alafu mwangaza inaachiliwa kwa wakati mmoja, very bright light, torch. Anaambiwa fungua macho uangalie kwa hii taa, ama upigwe risasi. Anaangalia kwa hiyo taa, ndio macho sasa imeharibika namna hiyo. That man is a great man. Na Mungu huinua watu kama hawa katika generation ili kuweka watu wake huru. Kama vile Yesu alikuja kusema, Roho wa Mungu ako juu yangu, nimekuja kuwatangazia mateka uhuru wao. Vile vile hata katika political space ni lazima Mungu ainue watu kule kwa siasa ambao watasimama kwa sababu ya nchi. Na yeye alikuwa mmoja wao. Kwa hivyo ndio sababu tunamuenzi. Watu wengi leo wameenda kushuhudia. Watu wengi leo wako kwa runinga nyumbani, wanaangalia hiyo matanga kwa sababu ya kuenzi huyo mzee. Lakini asante kwako wewe ambaye uliacha kila kitu ukaja nyumbani mwa Bwana ili ukasikia jambo moja tu ambalo litakusaidia katika maisha yao. Sema amen. Hapo sasa tuko sawa sawa. Nimeclarify kwa nini nilikwambia uiname. Sikukwambia uiname ukuwe mwana ODM. Hapana, sikukwambia hivyo. Na sikukwambia utoke hapa ujiunge na chama ambayo pastor amesema. Sijaongea siasa hapa. Nimewaambia kama kiongozi ya kwamba uongozi wa aina yoyote hapa duniani unatoka kwa Mungu. Hata huyo mzee uongozi wake ni Mungu alimpea, sio shetani. Ni Mungu ndiye alimpea. Ushawishi wa aina hii ni Mungu alimpea. Sema amen. Kwa hivyo leo nataka nizungumzie juu ya huduma ya watoto. The ministry of children in the church. Huduma ya watoto. Si mmeona watoto vile wamekuwa hapa? Tumebarikiwa vizuri sana. Si ni kweli wapendwa? Hawa watoto ni watu wa muhimu kanisani. Ni watu wa muhimu katika nchi. Ni watu wa muhimu katika familia zetu. Ni watu wa muhimu mahali popote ambapo tunaweza patikana. Kwa ibada kama hii, watoto wakikosa kwa ibada kama hii, ina maana ya kwamba tuko na shida kubwa. Ina maana ya kwamba kuna baraka Mungu hajatupea. Na ninasema hivyo, ninaongelesha wazazi, ninaongelesha vijana ambao wanajitayarisha kufanyika kuwa wazazi. Umuhimu wa watoto kanisani
umuhimu wa watoto katika familia zetu. The children ministry, huduma ya watoto. Nashukuru Mungu kwa wale ambao wanajihusisha na watoto rika zote, wale wanaenda shule, wale hawajaanza kwenda shule, wote ni watoto. Na kwa sababu hiyo nataka nisome neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo sura ya 19 mstari wa 13 na 14. Na wewe ukifungua Biblia yako, ukipata mahali pale na uko tayari, upewe microphone so that you can read from wherever you will be, kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili. Yule ambaye amepata kwa Kiswahili apewe microphone asome. Huyu ni Yesu anatuzungumzia kuhusiana na huduma hii, watu hawa specially miongoni mwetu. Na nataka ujue ya kwamba Yesu anaongea haya maneno akiwa amebakisha mawiki 6 tu aweze kusulubishwa na arudi mbinguni. Mstari wa 13, Matthew chapter number 19 verse number 13 and 14. Ni kama bado watu wanatafuta. Usome na mic. Mathayo sura ya 19 mstari wa 13. Ndipo akawaleta watoto wadogo ili aweke mikono yake juu yao. Ngoja. Ndipo akaletewa watoto. Yes. Nitaka usome hivyo. Ndipo huyu ni nani? Yesu. Kanisa la Bwana. Huyu ni nani? Yesu. Analetewa watoto. Ni Yesu. Ndipo, soma tena. Ndipo akaletewa watoto wadogo. Akaletewa watoto wadogo ili aweke mikono yake juu yao. Aliletewa watoto wadogo afanye nini? Aweke mikono. Come on church. Can you speak to me? Aliletewa watoto wadogo awafanyie nini? Aweke mikono juu. Awaweke nini? Mikono. Na kuwaombea. Baada ya kuwawekea mikono afanye nini? Yesu awaombee. Analetewa watoto na wazazi wao. Hawa si wanafunzi, ndio wanaleta watoto. Kwa ibada kama hii, Yesu anahutubu kama vile ambavyo ninazungumza hivi. Wanafunzi wake 12 wako, lakini wazazi wao wakamletea Yesu watoto wadogo, kama vile dada yetu Bridget anawaleta watoto hapa. Wazazi wakawaleta watoto, sio mahali pengine, wakamletea Yesu. Na walikuwa na lengo. Waliona tumekuja kanisani ndio, lakini haitatosha. Sisi kwa sababu Yesu ndio huyu, ni lazima tuwapeleke watoto wetu kwake. We want our children to have a personal interaction with Jesus. Wanataka watoto wao waingiane, wapate uguzo na Yesu mwenyewe. Sio wanafunzi waombe. Wanataka Yesu kwa sababu yuko miongoni mwao, wakaona ni vizuri wapeleke watoto wao mbele za Yesu. Yesu akawaguze mikono yake na Yesu akawafanyie maombi. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Ni jambo la muhimu kama wazazi. Tusiwalete watoto kanisani tu. Haitoshi.
tusiwaombee watoto wetu tu sisi kama wazazi juu ya mambo afya yao. Mungu awape afya nzuri, awape masomo mazuri, awape mafanikio, awalishe, awatunze. Hii ni maombi mazuri. Ndiyo tunaweza kuomba haya, Mungu anipe school fees, niwapeleke watoto wangu shuleni wasome vizuri. Ni maombi mazuri, tunawatakia watoto wetu mambo mazuri. Lakini hawa wazazi wakaona ni jambo bora tusiwalete watoto tu kanisani, tuwabebe watoto wetu tukitoka nyumbani tuje nao kanisani, ni sawa. Lakini tunapofika kanisani isitoshe tu tuwalete watoto kanisani na turidhike. Hapana. Walipomwona Yesu wakachukua hatua ya pili, wakawapeleka kama wazazi. Wapendwa, kumbe ni jambo la muhimu sisi kama wazazi, sisi kama watumishi, tukusudie tuwapeleke watoto mikononi mwa Kristo. Tuwapeleke watoto wetu mbele za Bwana wakapate personal interaction with the Lord Jesus himself. Wapate ukuzo wa Kristo Yesu. Hii ina maana ya kwamba tusiridhike tu na watoto kuja tu kanisani, lakini tuhakikishe sisi tukiwa wazazi we can go an extra mile tuwaintroduce watoto kwa Yesu. Tunaweza kuwaintroduce watoto wetu wakiwa mapema hii kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wakiwa wachanga hivi, wengine wao hawaelewi kitu, wengine wana ufahamu, wanaweza kuelewa kitu. Tunapokuja kanisani hivi wanaweza kuelewa kitu ambacho kinaendelea, na wengi wao wasielewe. Lakini sisi tuko na majukumu kama wazazi, kama kanisa, kuhakikisha ya kwamba watoto wanapatikana kanisani, watoto wanapelekwa mbele ya Kristo, tukiwa na lengo moja ya kwamba Kristo akajitambulishe maishani mwao, ya kwamba Yesu akajitambulishe kwao, ya kwamba watoto wetu wanapoendelea kukua katika neno la Mungu, Yesu awaguze yeye mwenyewe. Hawa watoto wapate personal encounter with Jesus Christ. Hawa wazazi hawakusema sisi tumeokoka na tumepata interaction na Kristo, kwa hivyo imetosha. Hapana. Waliona ni vema wawapeleke watoto mbele ya Kristo, Yesu awaguze watoto mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo la muhimu wewe kama mzazi uhakikishe ya kwamba mtoto wako anakuwa introduced to Christ by no other person but by yourself. Maana hivi ndiyo tunaona katika maandiko wazazi hawa wanafanya. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watoto wetu watatu, Grace, Jakes and Josiah, sisi tuliona tusianze kuhubiria watu wengine mambo ya wokovu, mambo ya baraka na kukiwa watu wengine ambao Mungu atawaleta mikononi mwetu, na watoto wetu hatujawa introduce kwa Kristo. Tukiwa nyumbani tukasemezana, kabla tuanze hapa hii huduma hii, kabla tuanze huduma, tukiwa nyumbani tukawauliza, nyinyi sasa mmekuwa tu watu wakubwa, tuambiane tu ukweli, mumewahi okoka? Hakuna. Kwa hivyo msipatikane tu hapa mnasikia baba yenu na mama yenu wanasema Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Asifiwe Mwokozi. Mimi nimeokoka, Kristo ni Bwana.
Umesikia tu mzazi baba yako mimi nikisema, na wewe pia una kopi, unaanza kusema nimeokoka, Bwana amen. Hapa wokovu ni nini? Tukasemezana kuokoka ni kufanya nini? Ni lazima mtu akiri na kinywa chake mwenyewe ya kwamba Kristo Yesu ni Bwana. Na Biblia inasema ya kwamba na huyo mtu akiamini katika moyo wake ya kwamba Kristo ni Bwana, basi huyo mtu ataokoka. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hivyo. Tukasoma maandiko, tukawauliza, je, mko tayari kuokoka ama bado? Kila mmoja wao akasema, wacha mimi nitoe maisha yangu. Baada ya kuelewana tuko tunafanya nini, tukawaombea, wakapiga magoti. Mimi baba yao nikawaongoza kwa wokovu, kila mmoja wao. Kuanzia hapo sasa mmeokoka. Ukisema nimeokoka, ujue wokovu ilianza namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo sasa ndio kuintroduce mtoto kwa Yesu. Sio kusema wacha niendenge tu na mtoto kanisani, ambayo ni jambo la muhimu sana, kuja na mtoto kanisani. Lakini tunaona hawa wazazi walipofika kanisani na Yesu yuko hapa, wakaamuka wakawaleta watoto kwa Yesu. Na walikuwa na malengo mawili. Ili akafanya namna gani? Akawawekee mkono. Yaani mkono huu ni kumaanisha ya kwamba Yesu awe na personal interaction na kila mtoto, awaguze. Kisha baadaye Yesu awaombee. Awaombee nini? Awaombee baraka za kiroho, to be given spiritual blessings first. Kunazo baraka nyingi wapendwa za maisha haya, baraka za mwili, za afya nzuri, za mafanikio, za mali, za kununua mashamba, za kujenga manyumba, za kuendesha magari, watoto wasome. Hizo ni baraka za kimwili. Lakini wazazi hawa wakajua leo ni lazima watoto wetu watoke kwanza na baraka za kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Spiritual blessings are more important than physical blessings. Neno la Mungu Paulo akasema, let us focus first in 2 Corinthians 2 verse 19. Akasema let us focus first on the things which are not seen, rather than focusing ourselves on the things that we are seeing. Kwa Kiswahili akasema ya kwamba tutafute sana vitu ambavyo havionekani kuliko hii vitu ambavyo zinaonekana. Akapeana sababu, maana vitu ambavyo vinaonekana ni vya muda, vinaweza kuisha kesho. Unaweza kuwa nayo Godwin, unaweza kuwa na gari nzuri leo, kesho haipo. Unaweza kuwa na shati nzuri leo na kesho haipo. Akasema tuangaze macho yetu kwa vitu ambavyo havionekani, vitu za rohoni. Maana hizo vitu za rohoni ni vya milele na milele, sio vya muda mfupi. Kwa hivyo hawa wazazi wakaona ni vyema watoto wetu wakiwa wachanga hivi tuwa introduce kwa Yesu, alafu wa harvest spiritual blessings from Jesus, alafu haya mambo mengine yote sasa yatawafuata. Bwana Yesu asifiwe. Tutafute watoto wetu wapate baraka za kiroho. Hizo baraka za kiroho zinapatikana tu kwa Yesu peke yake. Kama huyo mtoto amekuwa introduced to Jesus as a person. Na nashukuru Mungu sana kwa walimu
wa watoto wetu, wanaokaa na watoto wetu, they are doing a wonderful thing. Na sister yangu Bridget, Mungu wa mbinguni akubariki sana, na yeyote ambaye ataguza mikono yake kwa huduma ya watoto. Yesu akanatuambia huduma ya watoto ni ya muhimu. Mkiwa mahali popote, hakikisha ya watoto wenu wanapokea mafundisho ya maana. Mnahakikisha ya kwamba watoto wenu wako katika uwepo wa Kristo Yesu. Hata kama wanacheza nje hivyo, they are covered by the hand of Jesus on this ground. Sema amen. Ina maana ya kwamba watoto wetu wako safe, wako katika mazingira mazuri. Tunapowaleta mbele za Kristo, tunatambua ya kwamba sisi wenyewe kama wazazi tuko na upungufu. Kuna mambo ambayo tunaweza kuwafundisha, ndio. Kuna mambo ambayo tunaweza kuwasaidia, ndio. Lakini tuna upungufu, mzee Felix, tunao upungufu hata wazazi. Sasa ndio sababu wakasema wacha tuwa hand over. Let us hand over our children. Jesus himself awaguze na awaombe, aachilie baraka za rohoni. Hii mambo mengine sasa itafuata. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, unaweza kuwa na mtoto mwerefu kama shindano kwa shule, lakini hataki Yesu. Ujue ya kwamba huyo mtoto ako hatarini. Shetani anamuwinda. Shetani anapenda watoto werefu. Shetani anapenda watoto ambao wako na maarifa, watoto ambao wako na uwezo ambao unatisha. Anatafuta kama hawa ili awafanyishe kazi. Hawa watafanya kazi yake kwa urahisi. Bwana Yesu asifiwe. Tukileta watoto wetu kwa Yesu, tunatambua ya kwamba sisi kama wamama, kama baba, hatuna uwezo wa kuwasaidia hawa watoto wafike mahali ambapo wanaweza. Tuna upungufu wetu. Hawa wakawapeleka kwa Yesu. So it is your responsibility, wewe kama mama. Nani alikwambia ya kwamba mtoto wako anaweza kuombewa wokovu tu na pastor? Biblia imesema hivyo kweli? Hapana. Wewe ni mtumishi. Unamwambia mtoto kuja hapa, unamfundisha, unamweleza ni kitu gani uko nafanya, as long as awe kwa umri ambayo anaweza kuelewa. Wokovu ni wa wale watu ambao wanaelewa. Watoto wadogo hawa wakikuja mbele za Bwana, tunawaweka wakfu, tunawaweka mikononi mwa Kristo, lakini hatuwezi kuwaongoza wapokee Kristo, waokoke, maana hawaelewi ni kitu gani wanafanya. Lakini mtoto wako akifika umri wa kuelewa maandiko, ukimwelezea akubaliane, wewe uko tayari umuombe, umwekee mkono na apokee wokovu. Hivyo ndivyo hawa wazazi wanafanya. Wakawapeleka watoto wao kwa Kristo. Siku hiyo watu wa wokovu wa muda mrefu walikuwepo. Nataka uone waokovu, watu ambao ni wasafi, wamekuja kwa ibada kama hii, ni wasafi. Taki mtoto apite karibu na yeye. Mtoto akipita karibu, unamshika mkono, unampitishia huko. Very special. Mtoto ukikaa kwa ibada kama hii, na unaona mtoto anakuangalia hivi na anakuja, huyo ni Mungu. Huyo mtoto haelewi ni nini anafanya, lakini ameongozwa kwako na Mungu. Na Mungu anataka kuona unafanyaje. How do you react? Kwa ndani unasema
vitoto vingine vinakujanga kanisani nini? Sasa kama haka kwa roho tu uko nafanya tu unaonesha tu na mdomo. Sasa kama haka mama yake si angewacha tu nyumbani. Sasa mtoto akuje kupigia watu makelele hapa, kusumbua watu. Sasa wazazi walipoleta watoto kwa Yesu, watu kama hawa walikuwa kwa hiyo ibada. Hebu soma hapo kama kule walikuwepo. Anza tena kusoma dada yangu. Ndipo akaletewa watoto wadogo ili aweke mikono yake juu yao. Akina Kodwi ni hawa walikuwepo na kuwaombea. Awaombee. Akina Morin walikuwa wanafunzi wake. Nani? Wanafunzi wake walipoona tu, yani watoto wanatokea tu wanawaleta hivi, wanafunzi wake wakafanyaje? Wakawakemea. Toa vitoto hapa. Jesus is very busy. Yesu anataka kuachilia neno. Wewe toa hapa vitoto. Anataka kututabiria. Tena mnaleta watoto. Wakakemea hao wazazi watoto. Toka. Sijui walikuwa kina Chantel wa siku hiyo ama walikuwa kina Thomas. Lakini hawa wetu ni wazuri. Hawa wetu wanapenda watoto, si ndio? Yes. Wakachomokea huku kando. Wakasema toa watoto hapa, peleka huko. Lakini Yesu akaona. Yesu anatuona wapendwa. Watoto wakipita katikati yetu, Yesu anatuona. Inawezekana tusiwakemee kwa sauti, lakini kwa ndani hata kakipita karibu na kanyaga na mguu, finya kwa mguu, kasikia uchungu, kalie, alafu mama yake atoe nje, peleke nje ya gate. Sisi tunataka kuabudu Mungu, sisi tunataka kurabasuka abada karadikete, alafu unaleta watoto tena. Yesu aliona. Sisi tuko tunaongea mambo ya watu wakubwa. Wanafunzi wakawakemea watoto. Nazungumzia juu ya huduma watoto miongoni mwetu. Yesu akafanyaje? Lakini Yesu akasema, akawaambia, na haka anatuambia sisi, ama anawaambia au wanafunzi wako hapa saa hizi kweli? Wanafunzi wenye wako kwa Biblia hao, akina Petero wako kwa hii kanisa kweli? Wale ambao wako ni mimi na wewe. And Jesus is here. Yesu akasema namna gani? Waacheni watoto wadogo waje kwangu. Waacheni watoto wadogo waje kwangu. Wala msiwazuie. Msiwazuie. Hao mabounzers waliposikia hivyo, they must have felt very bad. Ni vile Yesu yani amezuia tu tusifukuze hao watoto. Lakini walikuwa wamepanga, baada ya Yesu kuenda, wanafunzi waite mkutano, kanisa wakae chini. Wamama nafikiri walirudi wamama akasema tukubaliane. Wakasema tukubaliane. Wakati wageni wanakuja hapa kanisani, kuna wanafunzi walitoa hiyo msimamo, wakasema tukubaliane. Tafadhali ukijua umekuja na mtoto, kuja na mwingine wa kumsaidia. Walianza kutoa hiyo masharti. Kuja na mwingine ambaye atakaa na mtoto huko nje wakati wageni wamekuja. Tunaelewana? Wakasema hivyo. Lakini Yesu alisema waacheni watoto wadogo waje wapi? Kwangu. Acheni watoto wadogo wakuwe introduced kwangu. Wajulishwe kwangu na wazazi wao na walezi wao.
mtu yeyote ambaye atazuia hii huduma. Yesu hakumalizia hiyo statement, lakini ukisoma alimalizia. Malizia dada yetu. Kwa sababu gani? Kwa maana walio mfano wa hao, kwa maana walio mfano wa hawa, ufalme wa mbinguni ni wao. Ndio wataingia ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wanaona watoto wadogo na wanasikia kiwaruwaru ndani ya mioyo yao, Yesu anasema anawafundisha unyenyekevu. Jesus is teaching the disciples about humility. Watoto wadogo hawakuangi na kisasi. Watoto wadogo hawana uchochezi. Watoto wadogo hawana unforgiveness. Unaona? Wacheni watoto wadogo wakuje mbele zangu. Maana mfano wa hawa, watu wa aina hii ndio wataingia katika ufalme wa mbinguni. Watoto wakicheza hapo nje hivyo, watalimana mangumi kwa muda mfupi tu, kwa kitu kidogo. Huyu amechukua mawe yake ameweka hapa, na huyu anachukua anaweka huko. Kwa hiyo mawe hata haina msaada, na wanaanza mangumi. Unaona mmoja anakuja hapa ameshika macho, pigwa ngumi. Nakumbuka tukiwa wadogo, mmoja wetu akasema, baba yangu anapiga baba yako. Huyu akasema, baba yangu apigwe na nani? Na baba yangu. Baba yangu atakupiga mpaka apige baba yako. Huyu apige kila mtu, ako na nguvu, anatupiganga nyumbani. Wewe unasema nini? Huyu akasisitiza akasema, na wangu sasa ndio ataua baba yako. Akasema sasa kama imefikia hapo, na wakaangukamo sasa, pata nakuambia baba yangu atapiga baba yako, na wewe unaniambia. Unaona vitu zenye wanapigania, lakini baada ya muda mfupi watakuwa wamesahau hiyo. Si ni kweli wapendwa? Watakuwa wamesahau. Wakikutana kesho, hawezi mtoto mdogo tu aweze kusema ati wewe ulinipiga jana. Hanaanga hiyo. Wanaanza tu afresh, wanamsamaha, ni wanyenyekevu. Mtoto mdogo anaweza kufanya kitu yoyote kila ambayo umemwambia. Chukua hii Bible, pelekea huyo mtoto. Atakataa kweli? Wa umri hii atumpee hii Bible, useme pelekea huyo mama. Atafanya hivyo? Hiyo mtoto ni mtukutu kiasi gani? Sasa Yesu anasema ya kwamba hawa ambao wanafanana na hawa wadogo ndio ufalme ni wao. Kwa maneno mengine alikuwa anawaambia wanafunzi, nyinyi tumetembea na nyinyi muda mrefu, lakini hamna ufahamu. Let us allow the children to come before the Lord. Hebu tuwape watoto nafasi mbele za Bwana. Hebu tuwasaidie, tusimame na hawa wakati ambayo kuna jambo linahusiana na watoto. Changamka. Unasikia Eugene? Changamka. Usiseme mimi si mama, mimi sina mtoto. Wakisema hiyo ni vitu ya watoto. Ukiwa namna hivi, ukiona mtoto mdogo kama hii, kuanga haraka kuchukua na kubeba. Unasikia Godwin? Unabeba mtoto, hizo ni baraka. That is impartation. Mungu anaangalia, anasema huyu ni kama anataka mtoto. Ama namna gani? Ni kama huyu nikimpea mtoto anaweza lea. Ni kama ako na roho ya kupenda vitu vinyonge. Na hiyo ndio roho ya baba na mama. Mama yeyote tu akiona tu mtoto hivi, kuna kuanga na mahali inaguzika kiona tu kama mtoto. Akisikia tu mtoto analia, sauti ya mtoto, masikio, hata wewe hujaiona, ni kama ng'ombe anaweza kuwa very sensitive kwa njao.
lakini wewe unapita tu, unapitanga tu. Sasa ninaongelesha na vijana ambao mko hapa. Usiangalie Naomi, usiangalie t-shirt vile umeosha. Mtoto akipita karibu unasema mtoto atanichafua, alafu wavulana waangalie mama. Si mama. Hapana. That hurts. Roho ya kulea, roho ya kuchunga. How do you react ukionanga watoto hapa kanisani? Kuna watu hapa wanasinyika sana. Hata anaweza panga kukosa Jumapili ijayo, akisikia watoto watakuwa na sherehe hapa. Lakini mtu ambaye amebarikiwa, mtu ambaye Mungu ako na baraka za kiroho, ukisikia mambo ya watoto unachangamkia. Maana na hata na wewe ulikuwa mtoto, ukiona huyu mtoto mdogo huyu, this one, unaona huyu, afadhali udharau Mama Teddy, kwa sababu yeye miaka yake inaendelea. Ni kama unaweza kupredict useme huyu ni kama hawezi pita hapa kulingana na miaka yake. Una dharau huyo, sawa tu. Lakini mtoto mdogo kama huyu, unaweza dharau huyo mtoto kweli? Huyo mtoto unajua anaweza kukua nini? Huyo mtoto anaweza kukua kitu yoyote kwa hii maisha. Jana nilikuwa naangalia kwa TV, kwa runinga, naangalia Raila Odinga akiwa kama mtoto kadogo hivi. Wale watu waliona tu kijana tu Mjaluo tu. Kijana Mjaluo ya huko Siaya. Unajua huko Siaya ni mahali shida ziko. Huku Nyanza, Siaya, ni mahali pakavu. Ng'ombe, ukipata ng'ombe ya huko unafikiri ni njau, kumbe imekomaa. Ng'ombe ni namna hii na nundu ni kubwa kwa sababu ya hardship ya huko. Lakini hiyo area imetoa watu werefu hii Kenya. Sasa mwenye aliona huyo mtoto akiwa umri hii, hangejua siku hiyo atakufa. Kila mtu Kenya atakuwa mbioni. Hiyo mzee vile alifika uwanjani, hiyo Nairobi yote shughuli, hawezi kufanya shughuli yoyote ingine. Hawezi. Kwa sababu ya impact. Mtoto anaweza kufanyika kitu yoyote kwa maisha. Kwa natoa mfano kwa Mama Teddy, unaweza sema huyu anaweza kuwa president wa Kenya kweli? Huyu hana siasa, huyu hana pesa ya campaign, tena hana interest, kwa hivyo hawezi kukua. Lakini mtoto mdogo hawezi kujua anaweza kufanya nini. And that is why Yesu anasema acheni watoto wadogo wache kwangu. Maana ufalme wa mbinguni ni wa watu kama hawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo leo nilifikiria tu nikukumbushe kuhusiana na huduma ya watoto. Wewe ambaye unasikia mzigo ndani mwako, unaweza kufanya kitu, unaweza kufanyia watoto kitu. Go ahead and do it. Na unapokuja mbele za Mungu, hakikisha Lucy unakuja na kama mtoto kako, unaonesha mbele za Bwana. Nasema ndio huyu Bwana ulinibariki naye, na unampeana kwake. Unasema do with him whatever you think is best for him. Na Yesu anachukulia pale na anamlinda na anamtunza mtoto na anatembea naye. Hakuna kitu cha muhimu katika maisha haya kuliko kumjulisha mtoto kwa Kristo. Unajua kuna Mama Teddy, kuna watu wengine
wanajulisha watoto kwa wasanii wa hapa Kenya. Anamwambianga tunataka ukue kama huyu, ukue kama huyu, kama Willy Paul, kama Bahati. Hata akimnemu jina akizaliwa anasema Bahati. Wewe unafikiria ati ni Bahati gani? Ako na bahati wake kwa akili, kwa sababu ameona ako na pesa. Unajua wasanii hawa watu wanawatani sio kwa sababu ingine, si ati yako na tabia nzuri. Wengine hata wanatembea uchi, lakini unaona mtu amekufia tu hapo, mtoto yangu namuita yeye. Kwa sababu gani? Ako na pesa. Biblia imesemaje? Biblia imesema, nimesema hapa siku nyingine, chagua tabia kuliko utajiri. When a person is presented to you, usichakue pesa ama utajiri ambaye ako naye. Tafuta character, tabia yenye iko na huyo mtu. Hiyo tabia inaweza kumpa utajiri wa kweli kuliko utajiri. Usichakue utajiri. Tusiwaelekeze watoto wetu wakopi mifano ya watu wa dunia hii tu kwa sababu wako na fedha, lakini tabia yake imeoza. Maongezi yake ni ya kutusi watu tu, lakini unavumilia tu hiyo matusi. Unavumilia tu akiongea matusi, unavumilia tu, unasema lakini yako na pesa, yako na mali. Sasa tufanye namna gani? Yeye ndio kusema character is better than riches. That is the Bible. That is what the Bible has said. Tabia ni nzuri, ni ya muhimu kuliko fedha. Hata wewe Shadrach, ukitaka kuoa tu msichana, msichana ako na gari nzuri bwana, lakini mukiongea anakutusi, anasema wewe uko na nini? Mwanaume gani mwenye uwezi hata kunipeleka hoteli? Anakutusi. Sasa what is that? Afadhali upate yule mnyenyekevu bwana, anaweza kukuelewa, anaweza kukuappreciate. Baadaye hizo vitu mtapata baadaye. Ama namna gani? Na mali haitambadilisha. Kuna wengine wanakaa wangwana, lakini ni ukosefu, ni kukosa pesa ndio inafanya mtu anakaa mungwana. Bwana Yesu asifiwe. Nimeongea hapa nikirudia, mzee Felix, usione mtu amenyamaza, anatembea polepole, rent imemshinda kulipa, anaongeanga polepole. Usifikiria ati huyo mtu ni mungwana. Ni pesa ndio hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mtu amekosa pesa, na kwa hivyo maisha ndio imempiga. Amekaa kama kuku amenyeshewa. Huyo mtu si mungwana. Ukitaka kujua mungwana, mpe pesa. Mtu ndugu Robert, huyo mtu mpe 20,000 at once. Na unaona huyo mtu sasa anajitokeza. Hey. Staili yenye anatembea hii soko, unasema na huyu ndugu si anatembeanga tu polepole. Pesa ikiwa kwa mfuko inakuongelesha na kuambia unatembeaje ni kama huna pesa. Unashtuka na unaanza kutembea. Unaongeaje polepole, unaongelesha huyu mtu amekuongelesha hiyo uchafu na unarudisha tu polepole. Yaani unaongea tu ni kama huna pesa. Sujibu tupige hata mtu na umlipe. Pesa inakuambia hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo character is more important than riches. Ukitaka kujua tu watu
Si hata kuficha tabia wanafichanga, ni kukaliwa ndio imewakalia maisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huduma ya watoto. That is what we are talking about. Watoto wetu tuwaenzi. Tuwavalue watoto. Ndio sababu nataka kuna mwalimu ambaye atakuwa anashughulikia teenagers. Na tuwe na curriculum nzuri tu ambayo tunaweza kuwafundisha watoto wetu maadili mazuri. Katika ulimwengu wa sasa maadili imepotea. Maadili imepotea. Saa hizi tabia, mtoto hataki tabia ambayo ataelezewa na mzazi. Anaangalia tu kwa mtandao na anasema nataka kuwa kama huyu. Sasa wewe kama hujamuintroduce kwa Yesu utafanyaje? It is only Jesus that can be able to shape the life of your child. Tunaishi katika maisha enzi tofauti hatari. Kwa hivyo wewe kama mzazi uko na majukumu, una majukumu na una responsibility ya kujilazimisha kuintroduce your child to Jesus. Ukingonja ati crusade itakuja hapa Moy's Bridge, alafu speaker mnenaji atoke Nairobi ahubiri ndio mtoto wako labda aokoke. Hapana, wewe ndio utahubiria mtoto wako. If you don't preach to your child, mtoto wako hatasikia injili na hatakuwa introduced kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeah. As you grow up, ukiingia kwa ndoa ujue, na unajua unaweza kumjulisha tu Yesu kwa mtoto wako kama uko naye, kama uko na Yesu. Lakini kama hautakuwa na Yesu mwenye unaweza kumpa mtoto wako. Sasa chunga sana, wewe mwenyewe unakaaje? Kuna mtu hapa ambaye hajawahi kiri wokovu. Hajawahi hubiriwa na wewe mwenyewe kwa kinywa chako ukakiri Kristo Yesu. Kuna mtu kama huyo? It is never too late. Kuna mtu mwenye hajawahi kiri. Umekiri tu kwa kusikia kwa watu, lakini haujaongozwa katika kumpokea Kristo wewe mwenyewe kibinafsi. Kuna mtu wa aina hiyo hapa? Kwa sababu hatutaki kuassume. Na kuna mtu ambaye ako hapo, umekiri wokovu lakini haujabatizwa katika maji mengi. Ubatizo kama vile Yesu aliyopitia mto Jordan